Somo la kitabu cha Wafalme sura ya 5 aya ya 14 hadi 17. Naamani alishuka akajichovya mara 7 katika Yordani, sawasawa na neno lake yule mtu wa Mungu, nayo nyama ya mwili wake ikarudi ikawa kama nyama ya mwili wa mtoto mchanga, akawa safi. Akamrudia yule mtu wa Mungu, yeye na mafuatano yake yote. Akaja akasimama mbele yake, akasema, sasa tazama, najua ya kwamba hakuna Mungu duniani mote ila katika Israeli. Basi nakuomba upokee mbaraka kwa mtumwa wako. Lakini akasema, kama Bwana aishivyo, ambaye nimesimama mbele yake, sipokei kitu. Akamshurutisha apokee, lakini akakataa. Naamani akasema, kama sivyo, lakini mtumwa wako na apewe mzigo wa udongo wa baghala wawili, kwa maana mtumwa wako hatatoa tena sadaka ya kuteketezwa wala dhabihu kwa miungu mingine ila kwa Bwana. Neno la Bwana. Kwa maana ametenda mambo ya ajabu. Mkono wa kuume wake mwenyewe, mkono wake mtakatifu umetenda wokovu. Machoni kwa mataifa amedhihirisha haki yake. Wokovu wa Mungu wetu. Mshangilieni Bwana nchi yote, inueni sauti, imbeni kwa furaha. Somo la
pili, somo la waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo. Mkumbuke Yesu Kristo aliyefufuka katika wafu kwa uzao wa Daudi, kama inenavyo Injili yangu. Nami katika hiyo nimeuteswa hata kufungwa kama mtenda mabaya. Lakini neno la Mungu halifungwi. Kwa ajili ya hilo nastahili mambo yote kwa ajili ya wateule, ili wao nao waupate wokovu ule ulio katika Kristo Yesu, pamoja na utukufu wa milele. Neno la kuaminiwa, kwa maana kama tukifa pamoja naye, tutaishi pamoja naye. Pia kama tukistahimili, tutastamili pamoja naye. Kama tukimkana yeye, na yeye atatukana sisi. Kama sisi hatuamini, yeye hudumu kwa kuaminiwa, kwa maana hawezi kujikana mwenyewe. Hilo ndio neno la Mungu. Asema Bwana, nami nawajua nao wanifuata. Yesu alipokwenda njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya. Na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma. Wakisimama mbali, wakapaza sauti wakisema, "Ee Yesu, Bwana mkubwa, uturehemu." Alipowaona aliwaambia, "Enendeni mkajionyeshe kwa makuhani." Ikawa walipokuwa wakienda, walitakasika. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Akaanguka kifudifudi miguuni pake, akamshukuru, naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akanena,
hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wa wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu, ila mgeni huyu? Akamwambia, Luka enenda zake